Siku 100 za mama ambayo ni miezi mitatu na siku kama ngapi 10, tunamshukuru rais wetu Daktari Mama Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tangu tuchaguliwe, madiwani, wabunge pamoja na yeye mwenyewe, kazi imefanyika kutokana na hizo siku 100 alizozitangaza. Upande wa sisi halmashauri tumefanya, lakini mama tunamshukuru kwa hizo siku alizoziweka na akatimiza malengo, yanaendelea kutimia. Wakati siku zinakaribia kuisha, sisi kama halmashauri ya wilaya Karagwe tumenufaika vya kutosha niseme. Mfano, upande wa ajira tayari tumepokea wafanyakazi mbalimbali katika idara tofauti tofauti. Tumepata idara ya afya tayari wafanyakazi 75. Lakini tumepata idara ya mazingira 5, fedha 1, sekondari walimu 27, biashara 3 na zingine. Jumla kwa sasa tayari tumepokea wafanyakazi halmashauri ya wilaya Karagwe 114. Kwa hiyo hii kwa kweli ni neema, na aliahidi na ametekeleza. Lakini pia tayari makundi mbalimbali tumeanza kuhamasisha na wengi wameisha jiorodhesha na kujisajili kwa bima ya afya. Bima ya afya tayari makundi mbalimbali yameisha jiorodhesha, na tunaendelea kuhamasisha zaidi. Hivi vitita vya 1.5 sana sana ndivyo vinawafaa wananchi wetu wa Karagwe. Wengi wamejitokeza tayari, wamejisajili na tayari wana bima na wanafaidi. Kwa hiyo tunamshukuru mama, na bado anaendelea kutekeleza na mengine katika hizi siku 100 kabla hazijaisha. Kwa kweli wilaya Karagwe tunajivunia sana. Madiwani tunajivunia, mbunge wetu Innocent Bashungwa anatupa ushirikiano mkubwa sana, na mipango ambayo tumeiweka kwa sasa tayari inaonekana tunakuja kufanikiwa. Mji wetu utaanza kuonekana mkubwa. Mfano, nianzie historia ya nyuma tu kidogo kabla ya hizi siku 100. Mheshimiwa Bashungwa, Karagwe tulikuwa na jengo la mkuu wa wilaya linafanana kama kibanda. Lakini sasa hivi utafikiri ni magorofa yale ambayo yako Dodoma, Arusha na sehemu zingine. Lakini hapo na alituahidi na akatenda. Jengo la halmashauri, majengo yamezeeka, aliahidi, akaenda akatombea kwa mama, tayari jengo la halmashauri lenye zaidi ya bilioni 4 limelala Karagwe. Lakini pia Bashungwa amefanya mengi. Alikuta kituo cha polisi kilibomolewa na barabara, tayari wanamalizia kituo cha polisi cha kisasa chenye ofisi, gorofa nayo kimekaa sawa sawa. Lakini tumeona kitu kingine ametuombea kwa sasa, na mipango hii nimshukuru Dedi, alimtuma Dodoma akatuombee pesa za kutengeneza soko la Kayanga, mji wa Kayanga linakuja kusimama hapa muda mfupi. Hiyo ndio mipango ambayo tunayo kwa sasa. Lakini unaona jamu yetu ya stendi zote za Murushaka zimejaa, mabasi yameendelea kuongezeka, watu wanasafiri usiku na mchana. Tayari amekwenda kutuombea stendi inajengwa Kishao ya magari makubwa. Kwa hiyo naona mbunge wetu kwa kweli ana upeo wa kuona mbele, na Karagwe yetu kesho wakati inakuwa naye anakuwa nayo, kwamba inakuwa lakini anapanua miundombinu ili tuweze kufaidi. Kwa hiyo Bashungwa kwa kweli nikianza kumuongelea tutakesha hapa. Bashungwa ni mtoto wa Karagwe, wanampenda mno na kweli anajituma vya kutosha. Ndio maana tunayasema haya. Ni mengi kwa kweli, siwezi kuyasema nikayamaliza. Hapa majengo mengi yameanza kuporomoka hapa, yanaingia mapya ambayo huwezi kuamini kama yalikuwa yanatakiwa kuingia Karagwe. Kwa hiyo tunajivunia sana Mheshimiwa Bashungwa, na hizi siku 100 yeye vitu hivi viwili ndiye amevichukua kama kwenda kuvitekeleza. Na sasa hivi yuko Dodoma, nadhani anadili navyo, soko kura Kayanga pamoja na stendi. Ni miradi mikubwa. Hata tukiifanya kwa miaka 5 hiyo itakuwa imekuza mji wa Karagwe. Na ninavyoona hapa kitendo cha kuweka stendi pale Kishao ikiingia
miji ya Kayanga na Murushaka itakuwa imeungana moja kwa moja, kwa sababu ukiweka stendi watu wakajenga majumba huku na huku, hakutakuwa vya mji wa Kayanga na wote utakuwa ni mji mmoja. Murushaka pamoja na Kayanga utakwenda kuungana hapa katikati, hakutakuwa na gap lolote. Tumeweka bajeti yetu vizuri. Nisemee swala la bajeti au mipango, labda niseme kwa watu wetu wa Karagwe kwa sasa, hata familia niombe, kwa sababu pamoja na kwamba tumechelewa, ni mwezi wa 3, lakini familia yoyote au jumuiya yoyote au kikundi chochote kinatakiwa kuwa na mipango, ndipo kinakwenda kufanikiwa. Hata mimi mwenyewe nyumbani nina mipango, mwaka huu ng'ombe zitazaa kiasi gani na tufanye nini. Kwa hiyo inaanzia kwenye familia, unakwenda kwenye taasisi, unakwenda kwenye vikundi mbalimbali, ndio wanafanikisha. Sasa kwa wilaya Karagwe mwaka 26-27 tuna bajeti ya bilioni 69 ambayo inatokana na mapato ya ndani, inatokana na serikali kuu upande wa ndani, serikali kuu upande wa nje wanaotusaidia, na wadau mbalimbali wa maendeleo. Ndio jumla inakwenda bilioni 69 na milioni 537. Lakini mapato ya ndani tuna bilioni 4 ambayo tunakwenda kukusanya bilioni 4 na milioni 900 point something. Kwa hiyo tunakwenda vizuri kwa halmashauri yetu, na mipango iliyopo ambayo iko kwenye bajeti hii, kwanza tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndiyo mama wa serikali yetu. Kwa hiyo upande wa ilani tumegusa sana, pamoja na miradi ya maendeleo ya wananchi ambao wameibua wenyewe. Kwa hiyo tunayo miradi mbalimbali ambayo ni ya ilani. Kwanza tuna vitu vikubwa ambavyo tunavimalizia ambavyo vilikuwa katika mapitio yetu ya nyuma. Tuna uwanja wa michezo wa Bashungwa. Unaona Bashungwa wanavyoendelea kung'ara, hata uwanja unaitwa Bashungwa. Kwa hiyo uwanja huu tayari, ni shukuru halmashauri yetu kupitia mkurugenzi ameweka nguvu kazi kwa watu ambao wanajenga vizuri wakajituma. Tayari uwanja huu umeisha zingirwa na geti, na tumeweka geti za chuma. Hata Mama Samia alivyofika hapa tulifanyia mule mkutano, na kwa sasa tuna mipango, tumetenga milioni zaidi ya 100 kwa ajili ya kuendeleza uwanja huu, miundombinu mbalimbali, sehemu zinazomomonyoka na kuweka viwanja vya michezo. Tunaanza na viwanja vya michezo vidogo vidogo, vya riadha, netball, na kuzuia umomonyoko katika uwanja huu. Na baadaye kwa bajeti ya mwaka kesho, kama tutakuwepo, tutaweka pitch katikati hapo, ili uwanja huu kwa mwaka kesho tutajitahidi tuweze kumaliza. Lakini mipango yetu pia imegusa Karagwe yetu, inaendelea kukua. Tuwe na ukumbi wa kisasa, watu wakitoka Dodoma, watu wakitoka Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Burundi hapa na kati hapa, wote waweza kufanyia mikutano hapa Karagwe, kwa sababu ni njia moja, na tunaona rami zinaendelea kutengenezwa kwenda Kyerwa kupitia Mrongo, kwenda Benako. Kwa hiyo njia zinafunguka, na sisi Karagwe tunajiongeza kwa ajili ya kutengeneza ukumbi wa kisasa ambao utakuwa na bilioni 1.5 uweze kusaidia vikao mbalimbali vya kitaifa, vya kikanda, vya kiwilaya na vya kimataifa pia. Lakini pia hapo mipango iliyopo, tuna mipango ya uendelezaji wa kugawa miche ya kahawa. Uchumi wetu wa Karagwe umelala kwenye kahawa, ndio zao kuu tunalitegemea. Kwa hiyo tumeweka mipango, tumetenga hela humu ambazo nimezitaja hapa, tunakwenda kugawa miche tena. Sasa niombe wakulima, ukifika mwezi wa 7 mwezi wa 8 tutakuwa na miche inayotoka bodi ya kahawa na miche ya halmashauri tunaongezea, alafu miche inakuwa mingi ili zao hili liendelee kuwa juu kwenye kuzalisha na litupandishie pato letu. Lakini pia kuna stendi yetu ya Kayanga na tutaiendeleza. Kuna soko la Nyeshozi nalo tunakwenda kutengeneza mapato pale, tunaweka vyumba vya kisasa tuweze kupangisha. Kwa hiyo Nyeshozi pale tunakwenda kutengeneza soko la pale. Lakini pia tunamalizia stendi yetu nyingine hapo Nyakanga ya Bohari. Tuna shule ya Kiingereza
halmashauri imeshapandisha hadhi. Tunaona tunatengeneza shule ya halmashauri itakapokuwa ina mabweni, ina watoto inalaza pale, na itakuwa na bei nafuu, alafu iweze kutoa matokeo mazuri. Kwa hiyo tunayo shule tunaiendeleza, iko Kihanga na tumeitengea fedha. Kwa hiyo ni mipango ambayo tumeiandaa, lakini pia tunaendelea kupima viwanja mbalimbali. Tuna mji wa Kihanga Street Center. Hapa tunatengeneza viwanja, napo kuna mapato, lakini tunataka tutengeneze mji mwingine. Wakati mji wa Murushaka umesha kuwa unaungana na Kayanga, muda baadaye tunaenda kuunganisha na Kihanga, unakuwa ni mji mwingine wa tatu. Kwa hiyo Karagwe yetu itakuwa inaendelea kukua. Lakini mipango mingine ya wananchi tunayo pia. Tunayo dispensary zimeanzishwa na wananchi nyingi sana, nazo tumezitengea fedha. Dispensary ndo lugha nyingine ni zahanati zetu, ili kina mama wasitembee mwendo mrefu kuja Nyakanongo ambapo kuna kituo cha afya, au kuja Nyakanga. Huduma ya kwanza waipate kule, alafu waweze kusaidiwa, wasitembee mwendo mrefu kina mama na wale wote ambao wanapata shida hii. Lakini pia tuna katika mipango yetu mwaka 26-27 tuna mipango ya kumalizia viporo mbalimbali vya majengo ya utawala. Wananchi, kuna kata zilikuwa hazina ofisi za vijiji na ofisi za kata. Kwa hiyo tumetenga kiasi kwenda kumalizia ofisi hizi phase out, afu mwaka kesho tupambane na zingine. Lakini pia tuna miradi mingi. Tuna mvua nyingi Karagwe, ardhi yetu ni tifutifu. Kwa hiyo kuna vyoo baadhi ya shule, kwa sababu wananchi baada ya kuona serikali iko sawa sawa na wamejitahidi kuzaa watoto. Kwa hiyo tuna watoto wengi kwa wilaya ya Karagwe, na baada ya kutoa ada watoto wote walihamia shule za Karagwe. Kwa hiyo tuna shikizi nyingi zaidi ya 15 kwa wilaya ya Karagwe, nazo hizi tumezitengea fedha ili wananchi hawa watoto wao waweze kusomea kwenye mazingira ambayo ni mazuri. Lakini pia miradi ya afya nimeisema, tunayo miradi ya ofisi za kata na vijiji, lakini pia na ukarabati wa stendi ya Murushaka. Stendi ile ina vibanda, haina miundombinu sahihi, nayo tumeitengea fedha. Kwa hiyo ni mengi sana ambayo tumeyazingatia ili kuweza kuweka mambo sawa kadiri ya mapato yetu yalivyo, tuweze kutekeleza hayo. Asante.
na itakuwa na bei nafuu, halafu iweze kutoa matokeo mazuri. Kwa hiyo tunayo shule tunaiendeleza iko Kihanga na tumeitengea fedha. Kwa hiyo ni mipango ambayo tumeiandaa, lakini pia tunaendelea kupima viwanja mbalimbali. Tuna mji wa Kihanga Satellite Center. Hapa tunatengeneza viwanja na hapo kuna mapato, lakini tunataka tutengeneze mji mwingine. Wakati mji wa Murushaka umeisha kuwa unaungana na Kayanga, muda baadaye tunaenda kuunganisha na Kihanga. Unakuwa ni mji mwingine wa tatu. Kwa hiyo Karagwe yetu itakuwa inaendelea kukua. Lakini mipango mingine ya wananchi tunayo pia. Tunayo dispensary zimeanzishwa na wananchi nyingi sana, nazo tumezitengea fedha. Dispensary ndo lugha nyingine ni zahanati zetu, ili kina mama wasitembee mwendo mrefu kuja Nyakanongo ambapo kuna kituo cha afya, au kuja Nyakanga. Huduma ya kwanza waipate kule, alafu waweze kusaidiwa, wasitembee mwendo mrefu kina mama na wale wote ambao wanapata shida hii. Lakini pia tuna katika mipango yetu mwaka 26-27 tuna mipango ya kumalizia viporo mbalimbali vya majengo ya utawala. Wananchi, kuna kata zilikuwa hazina ofisi za vijiji na ofisi za kata. Kwa hiyo tumetenga kiasi kwenda kumalizia ofisi hizi phase out, afu mwaka kesho tupambane na zingine. Lakini pia tuna miradi mingi. Tuna mvua nyingi Karagwe, ardhi yetu ni tifutifu. Kwa hiyo kuna vyoo baadhi ya shule, kwa sababu wananchi baada ya kuona serikali iko sawa sawa na wamejitahidi kuzaa watoto. Kwa hiyo tuna watoto wengi kwa wilaya Karagwe, na baada ya kutoa ada watoto wote walihamia shule za Karagwe. Kwa hiyo tuna shikizi nyingi zaidi ya 15 kwa wilaya Karagwe. Nazo hizi tumezitengea fedha ili wananchi hawa watoto wao waweze kusomea kwenye mazingira ambayo ni mazuri. Lakini pia miradi ya afya nimeisema, tunayo miradi ya ofisi za kata na vijiji, lakini pia na ukarabati wa stendi ya Murushaka. Stendi ile ina vibanda, haina miundombinu sahihi, nayo tumeitengea fedha. Kwa hiyo ni mengi sana ambayo tumeyazingatia ili kuweza kuweka mambo sawa kadiri ya mapato yetu yalivyo, tuweze kutekeleza hayo. Asante. Asante. Umezungumzia upande wa mpango mlionao kama halmashauri kwa bajeti inayokuja pamoja na miradi viporo. Twende sasa katika upande wa lishe shuleni na watoto wetu, jambo ambalo bado linaonekana kuwa ni changamoto kwa wazazi. Niseme tunajisahau au inakuaje, lakini lishe bado ni shida. Asante sana kwa swali zuri na ni wakati wake kwa sasa. Upande wa lishe sisi tumejipanga sana, na sisi halmashauri ya Karagwe na kwenye hizi siku 100 na hilo limo. Yaani tumeweka mipango kwa sasa. Labda niwaombe wazazi tu, tathmini yetu inakwenda 80% kwa lishe shuleni, kwa shule za primary pamoja na sekondari. Sasa wananchi wa Karagwe wanalima mahindi kuanzia mwezi wa 8. Sasa tumekubaliana wananchi hawa wanavuna kuanzia mwezi Januari mpaka mwezi wa 2. Kwa hiyo lishe mashuleni tumekubaliana tangu mwezi wa 2 mwishoni kwamba kufikia mwezi wa 3 tarehe 20 kila mwananchi kwa hiari yake, kwa mtoto wake apeleke mahindi ya bajeti ya mwaka mzima. Na hili naomba nilisisitize, wananchi wanaonisikiliza, ili huwa tatizo ni hesabu. Mahindi ambayo angekula mtoto nyumbani au chakula ambacho angekipata nyumbani ni mahesabu ya kukiamsha kukipeleka shuleni. Kwa sababu hata angekuwa nyumbani bado angekula, angekunywa uji, angekula chakula. Kwa hiyo ni hesabu tu kuitengeneza ule mlo wake ukaupunguza nyumbani, akaenda kupata kule shuleni. Lakini tumeshuhudia watoto wetu wakiwa wanakuwa na njaa wakiwa madarasani. Kwa hiyo wazazi watambue huu ni wajibu na sio ombi. Kwa sababu mtoto anamzaa, ni wa kwake, ni wa serikali, tumlee kwa pamoja. Sasa mtoto anapoingia darasani ana njaa tangu asubuhi, hajala kitu chochote, anafika saa 6. Yale masomo tumeshuhudia
wanakuwa wafanyi vizuri katika masomo ya mchana. Mara wanasinzia, mara wengine wanaanguka darasani, mara wengine wanaanza kucheza kwa sababu anaona hana namna ya kukaa darasani, mara wengine wanakwenda kuiba maembe ya watu, mara wengine wakiwa wanapita njiani wanaiba miwa ya watu. Sasa wazazi, ni waombe mtoto ili asome vizuri na aweze kufaidi elimu, lazima umjali kwa upande wa lishe yake. Na hii si kwamba walimu ndio wanakula, si kwamba kuna shida, na ni waombe walimu tukubaliane katika hili. Wazazi tukubaliane walete mahindi hata kama yatakuwa hajakauka vizuri. Lazima tuende kuyaanika kule shuleni. Kabla wazazi hawajauza mahindi yote kuyamaliza, kwanza watenge mahindi ya watoto wayapeleke shuleni, mahindi yaanikwe yawe makavu, na walimu tuwaombe mratibu hili zoezi, nunua magunia ya piksi, muweze kutunza haya mahindi, na kabla ya kuweka kwenye store hakikisha mnaweka pallet au mbao, chakula cha watoto kiweze kubaki salama. Sasa hivi mambo ya mahindi tunamaliza, nataka mwaka kesho tuongelee kuweka sukari kwenye uji na maziwa, ili mwalimu na mtoto wote wawe wanakunywa uji kwa pamoja. Kwa hiyo hili ndio nalitaka katika. Kwa hiyo wazazi, naomba sasa tushirikiane katika hili, katika lishe, ili tuweze kupata matokeo bora, mtu ajifunze akiwa ameshiba. Na tumewambia watendaji katika hili, kuanzia tarehe 20 mwezi wa 3, yule ambaye atakuwa hataki kutekeleza, tumekubaliana madiwani wote hapa, wewe utakamatwa kama mzazi, hatutakamata mtoto. Utaki kuwajibika kulea, kuungana na serikali katika kumlea mtoto wako. Kwa hiyo mimi huwa natumia viongozi wa dini katika hili, na viongozi wa dini mtusaidie makanisani, sehemu zote za mikusanyiko yeyote, naomba ongelee hili swala, tuweze kuinua elimu kwa pamoja, watoto wetu wajifunze na waelewe yale wanayokuwa wanajifunza wakiwa wameshiba. Nadhani ni hilo. Sawa, asante. Twende sasa katika swala zima la mikopo ya halmashauri ambayo ni 10%